Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabone, una comment, vile vile una partager. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari paka mwisho, na upate kujua kinachoendelea mashariki mwa DRC, vile vile pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa hii ya habari. Karibu tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya utulivu wa muda umeonekana katika eneo la Katobo katika lokalite ya Banamulindwa groupement ya Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali yaliyotokea siku moja kabla kati ya wapiganaji wa M23 na wazalendo wa Collectif des Mouvements pour le Changement CMC. Mapigano hayo yalizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Katobo na vijijini, huku baadhi ya wananchi wakilazimika kuondoka majumbani mwao wakijificha porini kutokana na milio mizito ya risasi na wakitokana na milio ya silaha nzito na nyepesi. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza Jumatatu Agosti tarehe 10 mwaka 2026 majira ya saa 8 mchana kwa saa za eneo hilo, baada ya wapiganaji wanaodaiwa kuwa wa M23 waliotokea upande wa Iula kushambulia maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na wazalendo huko Katobo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya ndani, shambulio hilo lilianza ghafla na kusababisha mapigano makali kati ya pande hizo mbili. Milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu na kuendelea hadi majioni. Wakazi waliokuwa karibu na maeneo ya mapigano, hali hiyo ilisababisha hofu kubwa. Watu walilazimika kufanya maamuzi ya haraka ili kujinusuru, huku baadhi waliondoka katika nyumba zao na kukimbilia maeneo ya vichaka. Hii inaonyesha namna mapigano kati ya makundi yenye silaha yanavyoendelea kuwa na madhara moja kwa moja kwa raia ambao mara nyingi hawana uwezo wa kujilinda wakati wa mapigano yanapoanza. Mbali na wakazi wa Katobo, milio ya risasi na mlipuko ilisababisha hofu pia katika vijiji vya jirani. Katika mazingira ya vita, mlio ya silaha nzito unaweza kusababisha watu kukimbia hata kama mapigano hayajafika eneo ambapo walipo. Hali hiyo ndiyo ilishuhudiwa Katobo. Baadhi ya wananchi waliamua kutotumia tena nyumba zao kwa muda na kujisitiri porini wakisubiri hali itulie. Lakini kujificha porini pia kuna changamoto zake. Wananchi wanaweza kukosa chakula, maji, dawa na sehemu za kulala. Watoto, wazee na wagonjwa huwa katika hatari zaidi wakati familia zinapokimbia bila maandalizi. Mapigano haya yanapaswa kutazamwa ndani ya mazingira mapana ya mzozo unaoendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini. Walikale ni eneo lenye umuhimu mkubwa kutokana na ukubwa wake, maeneo yake ya vijijini, njia za mawasiliano na rasilimali zake. Udhibiti wa maeneo mbalimbali unaweza kuwa na umuhimu wa kijeshi na kiuchumi kwa makundi yanayopigana. Kwa hiyo mapigano ya Katobo hayawezi kutenganishwa kabisa na ushindani mpana wa udhibiti wa maeneo kati ya makundi yenye silaha. Shambulio linadaiwa kutoka upande wa Iula kuelekea Katobo inaweza pia kuonyesha kwamba mstari wa mapigano katika eneo hili bado haijatulia. Jambo muhimu katika tukio hii ni kwamba licha ya utulivu ulioonekana Jumanne tarehe 11, bado inaweza kubadilika kwa haraka. Katika maeneo yenye mizozo ya muda mrefu, kusimama kwa milio ya risasi kwa muda mfupi hakumaanishi kwamba hatari imeondoka kabisa. Kwa upande zinazopigana zinaweza kujipanga upya, kupeleka wapiganaji zaidi ili kujaribu kubadilisha maeneo ya udhibiti. Ndio maana wakazi wa Katobo na maeneo jirani bado wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika. Uchambuzi wa tukio hili linaonyesha jambo moja muhimu: raia wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa mapigano. Wakati M23 na wazalendo wanapambana kwa ajili ya udhibiti wa maeneo, wananchi wanakabiliwa na matokeo ya moja kwa moja. Nyumba zinaachwa
zinaachwa, shughuli za kilimo zinaweza kusimama, biashara zinapungua na watoto wanakosa kwenda shule. Zaidi ya hayo, kila wimbi jipya la mapigano linaweza kusababisha watu wapya kuhama na hivyo uongeza idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Tukio hili pia linaweka shinikizo kwa mamlaka za usalama. Jukumu kubwa linapaswa kuwa kuhakikisha kwamba raia wanalindwa na kwamba maeneo ya makazi hayageuki kuwa uwanja wa vita. Pia ni muhimu kufuatilia hali katika maeneo yanayozunguka Katobo ili kubaini kama kuna uwezekano wa mapigano kuenea katika maeneo mengine. Kwa upande wa wananchi, hali ya sasa inahitaji tahadhari kubwa na upatikanaji wa taarifa sahihi. Katika mazingira ya vita, taarifa zinazothibitishwa zinaweza kuongeza hofu na taarifa zisizothibitishwa zinaweza kuongeza hofu na kusababisha watu kukimbia bila kujua hatari ilipo. Kwa sasa taarifa iliyotolewa na vyanzo vya eneo hilo havijaweka wazi idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa au uharibifu wa mali uliotokana na mapigano hayo. Kwa hiyo ni muhimu kutenganisha mambo yanayothibitishwa na madai ambayo bado yanahitaji uchunguzi zaidi. Kilicho wazi kutokana na taarifa za eneo hilo ni kwamba mapigano yalidumu kwa saa kadhaa, silaha nzito na nyepesi zilitumika na wananchi walikimbia makazi yao kutokana na hofu. Mapigano ya Katobo yanaonyesha tena hali tete ya usalama katika wilaya ya Walikale na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Baada ya mapigano makali ya Jumatatu kati ya M23 na wazalendo wa CMC, utulivu wa muda ulionekana Jumanane, lakini hali bado haijawa ya kuaminika kabisa. Jambo la msingi sasa ni kuhakikisha kwamba mapigano hayarudi kwa nguvu zaidi, kwamba wananchi waliokimbia wanapata nafasi ya kurejea majumbani mwao kwa usalama. Kwa upande mwingine, tukio hili linaonyesha umuhimu wa juhudi za kisiasa na kiusalama za kutafuta suluhisho la kudumu, kwa sababu kila siku ambayo mapigano yanaendelea ni raia wa kawaida ndio wanaolazimika kulipa gharama kubwa zaidi kupitia hofu, kuhama makazi, kupoteza mali na kusitisha shughuli zao za kila siku. Katobo imetulia kwa sasa, lakini utulivu huo bado unaonekana kuwa ni wa muda. Twende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama endelea kuwa ya kutisha katika eneo la Babila Teturi wilayani Mombasa mkoani Ituri, baada zaidi ya watu 14 kudaiwa kutekwa ndani ya kipindi cha wiki moja na wapiganaji wanaodaiwa kuwa ni wa kundi la ADF. Taarifa hiyo imetolewa Jumatano tarehe 12 na mashirika ya kiraia katika eneo hilo, ambayo yameonya kwamba wimbi hilo la utekaji imeathiri vijiji kadhaa katika groupment ya Babila Teturi. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba baadhi waliotekwa wanadaiwa kuwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 16. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, matukio hayo hayajaonekana kuwa tukio ya moja la pekee, bali inaonyesha mwenendo unaoendelea katika vijiji mbalimbali vya eneo hilo. Hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wakazi ambao wanaishi katika mazingira ambayo tayari yameathiriwa kwa muda mrefu na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Miongoni mwa mambo yanayofanya taarifa hii kuwa nzito zaidi ni madai kwamba watoto walio chini ya miaka 16 wamekuwa miongoni mwa waathirika. Mtoto anapotekwa katika mazingira ya vita, madhara yake hayaishi kwenye kupotea kwa mtu mmoja. Familia nzima huingia katika hofu ya sintofahamu. Wazazi huanza kutafuta watoto wao bila kujua walipopelekwa, wakati jamii nayo ikibaki na hofu kwamba tukio kama hiyo inaweza kujirudia. Zaidi ya hapo, utekaji wa watoto unaweza kuwa na madhara makubwa kwa maisha yao ya baadaye, hasa iwapo wanatenganishwa na familia zao kwa muda mrefu au kutumiwa katika mazingira yanayohusiana na makundi yenye silaha. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba taarifa hizi za utekaji zimetolewa na mamlaka za kiraia za eneo hilo, na maelezo kamili kuhusu idadi ya waliotekwa, maeneo waliochukuliwa na hatima yao bado yanahitaji uthibitisho zaidi kutoka kwa mamlaka za usalama na vyombo huru. Eneo la Mombasa limekuwa likabiliwa kwa muda mrefu na changamoto za kiusalama zinazohusiana na ADF na makundi yenye silaha mengine.
Jiografia ya eneo hilo pia imeleta changamoto kubwa. Vijiji vilivyo mbali na vituo vikubwa vya mijini vinaweza kuwa na ulinzi mdogo wa kiserikali, huku misitu mikubwa ikitoa mazingira yanayoweza kutumiwa na makundi yenye silaha kujificha na kusafiri. Hali hiyo huifanya baadhi ya jamii na vijijini kuwa katika mazingira magumu zaidi. Wakati mashambulizi au utekaji unapotokea, wakati mwingine taarifa inaweza kuchukua muda mrefu katika kufika kwa mamlaka na msaada wa haraka unaweza kuwa magumu kupatikana. Ikiwa idadi hii itathibitishwa ya watu 40, ni ishara ya ongezeko kubwa ya hatari kwa raia katika eneo hilo. Zaidi ya watu 40 kutoweka ndani ya wiki moja kuna maanisha kwamba tatizo haliwezi kutazamwa kama tukio la kawaida la kiusalama. Linaonyesha uwezekano wa kuwepo kwa mtindo wa mashambulizi unaolenga kudhoofisha jamii, kuatisha wakazi na kuleta vurugu kwa maisha yao ya kawaida. Wananchi wanaweza kuogopa kwenda mashambani, misituni au kwenye maeneo ya biashara. Wakulima wanaweza kuacha shughuli zao kwa kuhofia kushambuliwa au kutekwa. Biashara zinaweza kupungua na familia zinaweza kulazimika kukimbia makazi yao. Kwa jamii ambayo tayari inapambana na umaskini na ukosefu wa huduma za msingi, hali kama hii inaweza kuongeza zaidi madhara ya kibinadamu. ADF imehusishwa kwa miaka mingi na mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja ya changamoto kubwa kwa serikali ni kwamba makundi yenye silaha yanaweza kubadilisha maeneo ya operation na kutumia maeneo ya misitu pamoja na njia za vijijini. Kwa hiyo kukabiliana na tatizo hii hakuhitaji operations za kijeshi pekee. Kunahitajika pia ulinzi bora kwa raia, ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia, ufuatiliaji wa maeneo hatarishi na ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba madai haya yanachunguzwa kwa haraka na kwa kina. Iwapo watu zaidi ya 40 wametekwa kweli ndani ya wiki moja, mamlaka zinapaswa kubaini waliohusika na mazingira yaliyowezesha utekaji wao. Pili, maeneo yenye hatari kwanza yanahitaji kuimarishwa kiusalama, lakini operation hizo zinapaswa kupewa kipaumbele katika ulinzi wa raia. Tatu, familia za waliopotea zinahitaji msaada. Si kila familia ina uwezo wa kuwatafuta wapendwa wao katika maeneo ya hatari. Na 4, ulinzi wa watoto unapaswa kuwa kipaumbele. Watoto hawapaswi kuwa waathirika wa vita vinavyoendelea ya watu wazima. Taarifa kutoka Babila Teturi inatoa picha ya hali ngumu ya usalama inayoendelea katika maeneo ya Ituri. Zaidi ya watu 40 wanaodaiwa kutekwa ndani ya wiki moja, wakiwemo watoto walio chini ya umri wa miaka 16, ni adhari kubwa kwa serikali na jamii nzima. Ikiwa madai haya yatathibitishwa, tukio hilo linaonyesha kwamba changamoto ya ADF bado ni kubwa katika maeneo ya vijijini ya Ituri, ambako raia wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita. Kinachohitajika sasa ni taarifa pekee, bali hatua madhubuti kuwatafuta waliotekwa, kuwalinda raia, kuimarisha usalama katika vijiji hivyo hatarini, na kuhakikisha kwamba watoto wanapatiwa ulinzi maalum. Kwa sababu nyuma ya kila namba ya waliotekwa kuna familia inayosubiri, mzazi anayehofia mtoto wake, na jamii inayotamani jambo moja tu: kuishi kwa amani na usalama. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, acha na kuongea moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua kinachoendelea nje ya nchi ya DRC na kona zote za dunia. Karibu. Wa Nairobi, Kenya, anasema Mwenyezi Mungu awarehemu Wakongomani, lakini wengine nitasoma muda ukiruhusu tena. Lakini kwa sasa ngoja ni kuelekeze huko Syria, ambako mahakama imemhukumu kifo alikuwa rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya kumpata na hatia ya makosa ya kukiuka haki za binadamu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Bwana Assad alitorokea Urusi mnamo Disemba mwaka 2024 baada ya utawala wake kupinduliwa. Pia mahakama imemhukumu kifo binamu yake Assad na mkuu wa zamani wa usalama mkoani Deraa, Atif Najib. Deraa anafahamika
inafahamika kama eneo ambako kulianzia maandamano ya umma mwaka 2011 yalosababisha vifo vya maelfu ya watu. Isabela Mwagodi na taarifa hiyo. Katika kilele cha hukumu hii, sauti za familia za waathirika zilisikika zikishangilia. Hii ndiyo mara kwanza kwa alikuwa rais wa Syria Assad kupatikana na hatia tangu alipotorokea Moscow, Urusi, akiwa na familia yake mnamo mwezi Disemba mwaka 2024 baada ya utawala wake kupinduliwa, jambo lililohitimisha utawala wa familia yake uliodumu kwa miongo mitano. Binamu ya Assad na aliyekuwa mkuu wa usalama wa kisiasa katika mkoa wa Deraa ulioko kusini mwa Syria, Atef Najib, naye pia alihukumiwa kifo. Alisimama kizimbani akiwa amevaa sare za gerezani zenye mstari wakati jaji akisoma hukumu yake. Mkoa wa Deraa unachukuliwa kama mahali palipoanzisha vuguvugu dhidi ya utawala wa Assad, ambapo mnamo mwezi Machi mwaka 2011 kukamatwa na kuteswa kwa vijana waliotuhumiwa kuandika ukutani kauli mbiu za kupinga serikali kulizua maandamano yalokandamizwa kwa nguvu na kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua maelfu ya watu. Maafisa wengine 6 wa jeshi na usalama, wakiwemo mdogo wake Assad aitwaye Maher, pia wamehukumiwa kifo wakiwa hawapo mahakamani. Baadhi ya familia za waathirika wamesifu uamuzi wa mahakama. Ninapongeza familia zote za mashahidi na ninawapongeza baba na mama yangu kwa hukumu ya kifo dhidi ya mhalifu Atif Najib. Tunatumai kwamba Bashar al-Assad na wenzake wote wa genge lake la uhalifu watauawa kwa kunyongwa. Hata hivyo, Noha al-Masari ambaye alipoteza ndugu yake wakati wa mauaji ya Deraa mwaka 2011 na akawa miongoni mwa waendesha mashtaka, amesema kuwa hukumu hiyo imeonyesha mateso ya kutisha yaliyowapata wafiwa na kwamba ni hatua ya mwanzo kuelekeza haki katika Syria mpya. Bado haijulikani wazi kama mamlaka mpya za Syria zitaweza kuwarejesha Bashar na Maher al-Assad kutoka Moscow. Hata hivyo, serikali mpya ya mpito chini ya Rais Ahmed al-Shara iliyemwangusha Assad katika kampeni ya siku 11 imekuwa ikiendelea kuwakamata maafisa wengine wa zamani, ingawa viongozi wakuu wa zamani walioko Urusi bado hawajafikiwa. Isabela Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Naam, Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana huku Rais Volodymyr Zelensky akilaumu Urusi kwa kutumia makombora ya Korea Kaskazini kwenye mashambulizi yake hivi punde. Mashambulizi yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine yamesababisha vifo vya watu 8, huku shambulio lililofanywa na Ukraine ndani ya Urusi likiwa mtu mmoja katika mji wa Voronezh. Zaidi na Halima Nyanza. Picha ya video ikionyesha wafanyakazi wa kikosi cha kuzima moto wakipambana na moto uliosababishwa na mashambulizi ya makombora ya Urusi katika mji mkuu Kyiv. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema shambulizi baya zaidi lilifanywa katika mji wa Zaporizhia likihusisha makombora ya Korea Kaskazini ambapo watu 6 wameuawa na wengine 19 kujeruhiwa. Katika video aliyotuma awali, amesema kwa mara ya kwanza Urusi haikuweza kuanzisha vita bila kuongeza nguvu na Korea Kaskazini. They are now preparing to station an additional contingent of North Korean troops on their territory. Kwa sasa wanajiandaa kwa kikosi cha ziada cha wanajeshi wa Korea Kaskazini katika eneo lao. Na pia wamepokea makombora zaidi ya ballistic kutoka Korea Kaskazini. Amini usiamini, na ni muhimu kwa kila mtu duniani kuelewa hii inamaanisha nini. Hili si swala linalohusu tu maisha ya watu nchini Ukraine au vitisho dhidi ya nchi yetu. Makombora ya ballistic ya Korea Kaskazini pamoja na silaha zake nyingi zilizoboreshwa kupitia ushirikiano wake na Urusi. Kadri tunavyoshuhudia mashambulizi mengi zaidi ya Korea Kaskazini hapa Ukraine na Ulaya, na kadiri makombora na wanajeshi wengi zaidi wanapopelekwa huko, ndio hatari inavyozidi kuwa kubwa zaidi hapo baadaye kwa Japan, Jamhuri ya Korea, Philippines. Hii si mara ya kwanza kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuituhumu Urusi kwamba inapokea msaada wa kijeshi kutoka Korea Kaskazini. Aidha, amedai kuwa mwishoni mwa wiki kiasi cha wanajeshi wa Korea Kaskazini 50,000 walipelekwa kupigana kusaidia jeshi la Urusi. Rais Zelensky pia amesema hospitali inayotibu magonjwa ya kuambukiza iliharibiwa kwa makombora mjini Kyiv. Lakini hata hivyo, maafisa wanasema wafanyakazi na wagonjwa walifanikiwa kujificha. Mashambulizi mengine yaliyofanywa katika miji ya Kherson na Kharkiv yalisababisha kukatika kwa umeme. Maafisa wa Ukraine wamesema Urusi imerusha ndege zisizo na rubani 120 usiku kucha,
huku ikishambulia kwa makombora mbalimbali, lakini kwa mara ya kwanza hawajatoa idadi ya makombora yaliyofyatuliwa au kuzuiliwa. Hatua hiyo pia imekuja kufuatia taarifa ya jeshi la anga hapo jana ikivitaka vyombo vya habari kutoandika habari kwa vichwa vya habari vitakavyoleta taharuki kuhusiana na uhaba wa makombora yanayolinda anga. Naye kiongozi wa kijeshi katika eneo hilo la Zaporizhia, Ivan Fedorov, amechapisha katika mtandao akisema jeshi la Urusi limefanya mashambulizi makubwa. Ametuma picha zinazoonyesha magari na majengo yakiwaka moto na kusema kuwa Moscow ilishambulia mji huo kwa kutumia makombora na mabomu na kuacha watu 19 kujeruhiwa. Na katika mashambulizi yake nayo yaliyofanya ndani ya Urusi, Ukraine imeshambulia mji wa Voronezh kusini mwa Urusi siku moja tu baada ya kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na kusababisha maafa makubwa. Katika hatua nyingine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza shambulio aloliita lenye mafanikio katika eneo lenye kiwanda cha kemikali za mafuta ya petroli lililofanywa jana na wanajeshi wa nchi yake magharibi mwa Siberia kwenye ardhi ya Urusi. Shambulio lililofanywa na Ukraine huko Tatarstan limesababisha vifo vya watu 13 na wengine 75 kujeruhiwa. Afisa wa Urusi katika eneo hilo, Svetlana Petrenko, amesema uchunguzi unafanywa kufuatia shambulio hilo lililofanywa katika maeneo ya raia na kusababisha kifo cha mtoto mmoja na pia katika eneo la viwanda Nizhnekamsk. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, kumbuka kwamba taarifa hizi zote unaweza kuzipata pia kwenye mtandao wetu bbcnewswahili.com. Moja kwa moja kuna matangazo haya yanayoendelea hapo, lakini pia kuna taarifa ambazo wenzetu wamekuandalia hapa. Tishio la Iran la shinikiza Trump kufichwa katika lori la chakula. Kuna Urusi yatumia makombora ya Korea Kaskazini kushambulia Ukraine, lakini pia kuna taarifa kuhusu muendelezo wa kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, ambayo leo pia ilikuwa inaendelea wakiendelea kumhoji shahidi wa nambari 16 upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Barabara 10 hatari zaidi duniani mwaka 2026 ni taarifa iliyowekwa hapo saa 4 zilizopita, lakini pia napata fursa ya kupitia pia maoni yako kidogo hapa. Alimrangi Gigiri Mresa wa Dar es Salaam Tanzania anasema poleni sana wananchi wa DR Congo kuondokewa na wapendwa wenu katika janga la Ebola. Jafari Saidi naye anasema Mungu awatie wepesi na uokoaji ufanyike huko Colombia. Sitarabu Zamzam anasema anatupata vizuri sana. Pastor Daniel Kakoli ukiwa Nairobi, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Unasema janga nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kona zote za dunia. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za muda mwingine ambapo mtapata kujua nini kinachoendelea mashariki mwa DRC na kona zote za dunia. Asante, chao.